Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu, kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White, ni mada ambazo tunajifunza kwa mwaka huu. Hii ni sehemu ya kwanza. Na katika siku ya leo tunaenda kuliangazia somo la Machi 17 mwaka wa 2025. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ya leo, ambapo umeruhusu watoto wako wa kiume na wa kike tujumuike pamoja kujifunza neno lako kupitia masomo haya ya kesha la asubuhi. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya wakubwa na wadogo ambao wamepata nafasi ya kuendelea kujifunza masomo haya. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee. Tunaomba utusamehe uovu wetu. Kila mmoja anapokuwa akifanya toba, ukamsikie na ukamtendee sawa na mapenzi yako. Zaidi sana tumeleta mahitaji yetu mbalimbali miguuni pako. Wewe ambaye ulisema ombeni nanyi mtapewa, tumekuja kwako tukiomba. Pengine tusijue namna ya kuomba, lakini tunakusihi Roho Mtakatifu akaendelee kutufundisha namna ya kuomba, lakini zaidi sana akatusaidie kuelewa kile ambacho ni makusudi yako maishani mwetu. Asubuhi ya leo tunapojifunza somo hili, tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba uende nasi katika jina la Yesu. Amina. Hii ni Machi 17, mada ikisema anawahurumia wote. Isaya 61 ya kwanza hadi ya 3 inasema, Roho ya Bwana ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta, wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho mzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana, ili atukuzwe. Yesu alikuwa mfuatilia makini, akigundua mambo mengi ambayo wengine waliyapita. Daima alikuwa msaada. Daima alikuwa tayari kusema maneno ya matumaini na huruma kwa waliovunjika moyo na wenye majonzi. Aliruhusu umati umsogelee na wala hakulalama. Japokuwa wakati mwingine alikaribia kuondoka, alipokutana na mazishi hakupita bila kujali. Huzuni ilijaa usoni mwake alipomwangalia aliyekufa na kulia pamoja na walioomboleza. Wakati watoto walipokusanya maua ya mwituni yaliyokuwa kwa wingi karibu yao na kukusanyika ili kumpatia sadaka zao ndogo, aliwapokea kwa furaha, kwa tabasamu na kuonesha furaha yake kwa kuona aina nyingi sana za maua. Watoto hawa walikuwa urithi wake. Alijua kuwa alikuja ili kuwalipia fidia, kuwakomboa kutoka kwa adui kwa kufa katika msalaba wa Kalvari. Aliwaambia maneno ambayo waliyabeba daima mioyoni mwao. Walifurahia kufikiri kwamba alipokea zawadi zao na kuongea nao kwa upendo. Yesu aliwaangalia watoto walipokuwa wakicheza, na mara nyingi alionyesha kufurahia walipopata ushindi wao mwema juu ya jambo ambalo walidhamiria kulitenda. Aliwaimbia watoto nyimbo kwa maneno matamu na ya baraka. Walijua kuwa alikuwa anawapenda. Kamwe hakuwachukia. Alishiriki nao furaha na huzuni ya kitoto. Mara nyingi alikusanya maua, na baada ya kuonesha uzuri wake kwa watoto, aliwaachia hayo kama zawadi. Alikuwa ameyaumba maua na alifurahia kuonesha jinsi yalivyo mazuri. Imewahi kusemwa kuwa Yesu kamwe hakutabasamu. Hili sio kweli. Mtoto katika uaminifu na usafi wake alimfanya Yesu kuimba wimbo wa furaha midomoni mwake. Kwa wale waliomfuata, alifafanua neno la Mungu kwa uwazi kiasi kwamba walifurahia kuwapo katika kuwepo kwake. Aliongoza akili zao kutoka kwenye mambo madogo ya duniani hata kwenye kanuni takatifu za ukweli na za haki. Aliwaandaa kuelewa kile kinachoeleweka katika ubadilishwaji wa tabia
kufanana kama Kristo. Maneno yake yaliamsha imani. Alichukia fikra za wasikilizaji wake kutoka ulimwenguni humu na mahangaiko yake mengi, hata katika ulimwengu bora wa juu ambao wengi hawauoni. Alionyesha kwamba kila hatua imejawa na matokeo ya milele. Alitangaza kwamba mambo ya dunia hii yana umuhimu kidogo mno yakilinganishwa na mambo ya ulimwengu ujao. Manuskripti 20 mwaka 1902. Hiyo ndiyo inatufanya kufikia tamati ya mada hii siku ya leo, Machi 17. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu nasi sasa na hata milele. Amina.